Mtazamaji wa Kawabe Media, kama ambavyo unaendelea kutufuatilia kwenye mitandao yetu ya kijamii, leo nimefunga safari kuja maeneo ya huku Buza mtaani kwa kijana ambaye anaitwa Baraka Chacha Mwita. Ni kijana ambaye alipatwa ama kukutwa na kesi ya uhaini ambayo iliyokuwa ikimkabili, iliyotokea siku ya Oktoba 29. Kijana hayuko vizuri kiafya, kwa hivyo nimekuja maeneo haya ili niweze kuzungumza naye mambo mawili matatu, tujue kiundani zaidi. Baada ya yeye kukamatwa, hali yake ilikuwaje kisaikolojia, na mara baada ya kupata msamaha wa rais kutoka gerezani. Mara baada ya kupata msamaha wa rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, na hapa na karibia kufika sehemu anayoishi. Karibu kuangalia mazungumzo haya. Hapa sasa nimeshafika eneo ambalo kijana Baraka anaishi. Ngoja tuingie hapo, tuonane na wenyeji na tuanze mazungumzo yetu. Hodi wenyewe. Asante. Asante, habari za hapa? Heshima yako baba? Kwema mwanangu. Kwema. Karibu. Asante. Asante. Mtazamaji wa Kawabe Media, kama ambavyo nimekwisha kuambia kwamba niko maeneo ya nyumbani anakoishi Baraka Chacha Mwita, na hapa sasa nimekutana naye. Karibu kwenye haya mazungumzo ya mimi na yeye ili tuweze kwenda kwa pamoja. Habari yako Baraka? Salama, kwema. Kwema kabisa, unaendeleaje na afya? Namshukuru Mungu, naendelea vizuri. Asante. Hebu tuambie kwa kifupi sana, ulipataje majeraha ya mguu? Majeraha ya miguu niliyapata baada ya kupelekwa kituo cha polisi na kuadhibiwa. Na vipi baada ya kukamatwa, ulivyokuwa kule gerezani, ulielezwa haki zako? Gerezani hatukuelekezwa haki zetu. Na wakati uko gerezani, hali ya maisha yako ilikuwaje kiafya na kisaikolojia? Ilikuwa ni mbaya. Una maana gani? Maana gerezani unakuwa hauna uhuru. Uliishi vipi sasa? Kuishi maana yake unakaa kwa kusikilizia tu muda. Sasa mimi nilikuwa ni mtu wa ndani. Kwa mtu wa kukaa ndani, siwezi kuangalia mazingira ya nje yakoje mpaka nije nibebe wakati nimeitwa. Ndio hivyo. Na wakati kwa gerezani kuna baadhi ya vitu tulikuwa tukiziona wakati wewe mnaenda kwenye kesi. Kuna mtu alikuwa kama anakusaidia, anakubeba kutoka kwenye gari. Yule alikuwa ni nani? Yule alikuwa ni mahabusu mwenzangu ambaye tulikamatwa naye, ambao alikamatwa siku ya pili. Maana mimi nimetangulia kukamatwa siku ya Alhamisi, wao wakafuatia siku ya pili ya Ijumaa. Ni rafiki yako ama mmekutana? Sio rafiki, tumekutana. Na sasa hivi mnawasiliana bado? Ndio, tunawasiliana. Yeye anapatikana kwa sasa, yuko Arusha. Sasa tuambie, pengine mara baada ya kutoka gerezani mpaka sasa hivi, mfumo mzima wa maisha yako ukoje? Mfumo mzima ushavurugika. Maana mimi ndo nilikuwa tegemezi katika familia yangu. Na ukiangalia mdogo wangu kaisha simama masomo, nyumbani mama anaumwa, na baba kama hivyo mnavyomuona hali yake. Kwa hiyo mfumo mzima ushavurugika. Pengine wewe mwenyewe binafsi una familia ukitoa wazazi na ndugu jamaa na marafiki? Ndio, na familia. Na mke na mtoto mmoja. Sasa wakati umekuwa na hali hii kiafya kwamba hauko vizuri sasa hivi na unaendelea na matibabu, familia yako nani ambaye anahusika zaidi kuiangalia kwa sasa? Kama mwanzo familia walikuwa wanapata msaada wa ndugu na majirani, na ikichangiwa na familia ya mke wangu walikuwa wanachangia. Ndio. Pengine Baraka, tuambie tukio la Oktoba 29 limekubadilisha kiasi gani maisha yako? Halijanibadilisha. Unasema haijakubadilisha kivipi wakati mwanzoni kulikuwa na hali nyingine na sasa hivi hali nyingine?
limenididimiza badala ya kunibadilisha. Tueleze kidogo jinsi ambavyo yani uko kudidimia kwake ni kwa namna gani? Kudidimia kwake maana yake mimi ndo nilikuwa sasa nitoke nipate pesa, familia ile, wadogo zangu wasome. Sasa kwa muda huu ambao nimekaa gerezani, maana yake hizo kazi sijazifanya, ndo kudidimia kwenye ambako na maanisha mimi. Sawa, tumezungumza vitu vingi. Pengine kutokana na hili, ungepata nafasi ya kuzungumza na mamlaka hapa nchini, ungependa kuambia kitu gani? Mamlaka zitende haki. Hasa kwenye upande gani? Upande ambao mtu anapelekwa polisi na uhojiwa na unaadhibiwa. Kwani Baraka ilikuwaje ukafika gerezani? Mimi nilikamatwa baada ya kuwa nimeingia barabarani tarehe 30. Sio tarehe 29. Tarehe 29 mimi nilifanya kazi kwa njia ya mtandao Bolt. Baada ya kuwa mtandao umezimwa nilirudi nyumbani. Baada ya kuwa nimerudi nyumbani jioni, nilipofika zuio limewekwa. Nililala nikaamka asubuhi nikajua kwamba zuio hilo ni kwa ajili ya saa 12 jioni. Na kwa watu ambao hawana ulazima wa kutoka ndo wabaki nyumbani. Kwa hiyo kwa vile mimi nilikuwa na ulazima wa kutoka, nilitoka. Na kusudio langu kubwa ni kwamba naenda kuwabeba abiria asilimia kubwa ambao nijiwekea kwamba ni wasimamizi wa uchaguzi na wakaguzi. Ndio hapo ikatokea ni wakati unakamatwa walikuta katika hali gani mpaka wanakuchukua na kupiga gerezani? Wakati nakamatwa maana yake nilipakia abiria wa mwisho ambao wametoka Temeke halmashauri pale, ambao walikuwa wanaenda Mbagala. Baada ya kuwa nimewapakia, tulipita njiani, tulikuwa tunasimamishwa. Tunauliza tunaenda mahali gani, na kama watu wana vitambulisho wanajitambulisha kwamba sisi ni wasimamizi wa uchaguzi, wanaonyesha vitambulisho na tunaruhusiwa tunapita. Kwa baada ya kuwafikisha, nilipata abiria wengine ambao wanaenda Chamanzi, nao nikawapakia nikawapeleka. Nikapata abiria wengine wa kurudi Mbagala, nao nikawapakia nikawapeleka. Basi ikafika muda ambao nilisema muda huu niwe nyumbani saa 8. Anishajipangia kutoka asubuhi kwamba ikifika saa 8 nirudi nyumbani. Nimefika hiyo muda ya kurudi nyumbani, nikapitia njia ya kutokea Charambe kuja kutokea Buza kwa mama hapo. Kwa baada ya kupita hiyo njia kufika kwa Mparange ndo nilikutana na changamoto ya polisi. Polisi walitusimamisha kutuzuia kwamba turudi mahali ambako tumetoka. Lakini wanajeshi walivyokuwa wanakuja wakapandisha kule, walituombea ruhusa, tukaruhusiwa tukapanda. Kufika kwa mama hapa sheli ya Olympic, hapo kulikuwa na kizuizi. Kwa hiyo kizuizi kile kilisimamishwa, wanajeshi wakaomba ruhusa, tukaruhusiwa kupita. Lakini baada ya kuwa nimeruhusiwa kupita, sijamaliza ile round ya bati kuizunguka, nikawa nimesimamishwa na askari wawili, mmoja amevaa kiraia, mwingine sare. Kwa hiyo walivyonisimamisha, waliniambia nisimame, nishuke kwenye pikipiki, niwakabidhi funguo, nikafanya hivyo. Baada ya kufanya hivyo, wananiambia nikae chini barabarani, nikakaa. Baada ya kukaa hapo kama nusu saa, defender likaja, ikanipakia mimi kama mimi, bodaboda yangu ikabakishwa pale pale barabarani. Baada ya kupakiwa, nikapakiwa na askari mmoja ambaye alikuwa amevaa kiraia. Wakanipeleka kituoni. Na kituoni ndo nilipoadhibiwa mpaka kuvunjwa. Pengine kitu gani ambacho ni kikubwa sana ungetamani Watanzania wafahamu ukweli halisi kuhusiana na maisha yako ya sasa hivi? Ukweli halisi ndio kama hivi ambao wameshasikia interview nyingi. Kwa hiyo narudia kusema kwamba kwa kiasi kikubwa nimerudishwa nyuma. Maisha yangu mimi ndo nilikuwa tegemezi kwa familia. Yeah. Baada ya kutoka gerezani, jamii imekuchukulia wewe ni mtu aina gani jinsi ambavyo mwenyewe ukitazama? Wao walichukulia kwamba hawa ni wahaini kama walivyoambiwa, walivyotangaziwa kwamba ni wahaini wamekamatwa. Kwa hiyo ndo wanavyochukulia, pamoja na kuwa bado nipo ndani, sijakutana na jamii. Sasa nianze kuangalia nyuso zao wanaongeleaje kuhusu hili.
Labda kwa hizi siku ambazo umetoka gerezani, marafiki pengine wanakucheki kuja kukuona nyumbani? Marafiki wengi bado hawajanifikia. Sasa kwenye mzunguko mzima tangu ulipokuwa gerezani mpaka sasa hivi umetoka, pengine mipango yako ikoje? Yaani kwenye kichwa chako sasa hivi unawaza kitu gani? Nawaza nipone nirudi katika majukumu yangu. Sasa hayo yote yaliyotokea, ukiwa kama kijana mdogo sana bado una nguvu, unawaambia kitu gani vijana ambao wanakutazama sasa hivi? Vijana wasikate tamaa, wapambane kutafuta riziki. Kwa hiyo nilikuwa nahitaji msaada kwamba nipate sehemu ya kufanya biashara ili niweze kulikava wakati huo, ili niweze kurudi sasa katika kazi yangu. Pengine ungetaja hata namba za simu ili mtu mwingine akitaka kufikia kupigia moja kwa moja. 0678155913. Mtazamaji wa Kawabe Media, kama ambavyo nimekukaribisha kwenye mazungumzo haya siku ya leo, umemsikiliza Baraka Chacha Mwita hapa maeneo ya Buza, nyumbani kwa wazazi wake ambako anaishi hivi sasa. Hii ni mara baada ya yeye kutoka gerezani na kupata matatizo ya miguu. Mimi naitwa Epifania Magingo, endelea kutufuatilia kwenye mitandao yetu ya kijamii, na kama ambavyo Baraka umeweza kumsikiliza hapo kwamba hapo awali kabla ya Oktoba 29 alikuwa akiendesha familia yake vizuri kabisa na kujishughulisha katika masuala ya kiuchumi. Familia imekuwa ikimtegemea na sasa hivi yuko ndani anaendelea kujiuguza miguu yake. Kwa hivyo wewe ambaye unatazama kipindi sasa hivi, kama una kitu chochote cha kuweza kumsaidia Baraka kama ambavyo unamtazama, karibu kuweza kuwasiliana naye kwa namba ambazo amekwisha kutajia.